Tumekutana leo baadhi ya wawakilishi wa asasi za kiraia ambao wanasimamia masuala kadhaa ya haki za binadamu pamoja na wadau wa maendeleo, manake nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa ambazo zina mabalozi hapa Tanzania, kwa lengo la kupeana taarifa, kubadilishana mawazo kuhusiana na mambo ya msingi ambayo yanapaswa kuzingatiwa wakati wa mapitio ya 4, the fourth UPR cycle review, ambayo tunatarajia Tanzania kufanyiwa mapitio hayo mwishoni mwa mwaka huu kuanzia mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 11. UPR au Universal Periodic Review ni mchakato wa Umoja wa Mataifa ambao unahusisha wanachama wote wa Umoja wa Mataifa, manake nchi wanachama kukaa kwa pamoja na kufanya peer review, manake kuhojiana au kuwajibishana wao kwa wao na kuulizana maswali na kupeana mapendekezo. Ni mchakato ambao ulianzishwa mwaka 2006 na mpaka leo tumeona kwamba umekuwa na faida na nyingi sana katika utekelezaji na usimamizi wa haki za binadamu ukilinganisha na michakato mingine ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa. Tunakumbuka kwamba juzi tulikuwa tumeazimisha miaka 20 ya Baraza la Umoja wa Mataifa, lakini katika mchakato ambao umekuwa na mafanikio makubwa ni UPR au mchakato huu wa mapitio, kwa sababu umehusisha nchi zote, lakini unatoa nafasi sawa kwa nchi zote, lakini unatoa nafasi ya nchi kukubali na kujicommit, yani maana yake kuhakikisha kwamba yale ambayo wanayakubali kule Geneva wanakuja kuyatekeleza. Kwa hiyo kwa awamu iliyopita, tuseme kwa review ya 3 iliyopita, Tanzania ilikubali mapendekezo 188. Na tunapozungumza sasa hivi, tunapokwenda kwenye mapitio haya, bahati mbaya ni kwamba nusu ya mapendekezo hayo hayakutekelezwa ipasavyo, na baadhi yametekelezwa kwa nusu. Yale ambayo yametekelezwa kwa ukamili kabisa hayafiki hata 10%. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo tunaona, lakini nusu ya mapendekezo yameguswa kwa kiasi fulani. Ni mchakato ambao hauna ubabaishaji huko moja kwa moja, kwa sababu kama serikali ilisema nitatengeneza sheria ya mtoto, basi maana yake kwenye wakati unaokuja wataulizwa hiyo sheria ya mtoto uliosema unatengeneza iko wapi. Ndio maana ni mchakato ambao hauna chenga huko moja kwa moja. Kwa hiyo tunadhani kwamba ni muhimu tukashiriki kwa nguvu zote, na ndio maana sisi kama mtandao wa watetezi wa haki za binadamu kwa kushirikiana na wengine tumekuwa tukisimamia na kucoordinate asasi za kiraia zishiriki. Mwaka huu zimeshiriki asasi za kiraia zaidi ya 300 katika mchakato huu, wametoa mapendekezo yao na ripoti imeshapelekwa. Lakini hapa tunachofanya ni kwamba, kwa sababu hizi nchi ndio zinakwenda kuuliza maswali kule, tunataka wawe na maswali ambayo ni ya msingi, ya sahihi kabisa, waje wazungumze na watu ambao wanajua changamoto za Watanzania, wawape mapendekezo ambayo ni ya halisi na ya kweli ya Tanzania, ili wanapokwenda kuuliza kule waulize vitu ambavyo vinafanana na Tanzania, vina uhalisia na Tanzania, vina ukweli na Tanzania, kuliko wakati mwingine wakaulize vitu ambavyo pengine havina uhusiano kabisa na Tanzania. Ndio maana sisi tumeamua kufanya in country precision, maana yake kutoa nafasi ya nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa wakae na asasi za kiraia. Wametoka baadhi ya maeneo nchi nzima wakiwakilisha maeneo yote ya haki za binadamu, kwa mfano watoto, wafugaji, wanawake, mazingira, asasi za kiraia, uhuru wa kujieleza, wote wako hapa wanazungumza. Ni mchakato ambao kwa kweli tunashukuru kwamba unakuwa na mafanikio makubwa, na mwaka huu asasi za kiraia zimeanza kushiriki vizuri. Tunategemea mpaka tutakapokuwa na hatua ya mwisho kabisa ya review, Tanzania Watanzania watashiriki vizuri kwa kupitia asasi zao za kiraia, na nchi tunaamini itakubali mapendekezo mengi zaidi ya yale ambayo imependekeza ili walikubali katika mchakato uliopita. Faida huu mchakato, kama nilivyosema, kwanza ni mchakato ambao umebeba maeneo yote ya haki za binadamu, ni inclusive, acha mtu nyuma, umegusa watoto. Kuna mapendekezo ya watoto, wanawake, walemavu, makundi ya pembezoni, makundi ya wafugaji, indigenous community, imegusa maeneo, watu, waandishi wa habari, maeneo yote. Kimsingi ni mchakato ambao ni inclusive, na ndio maana nimesema ni mchakato ambao una faida nyingi sana, umekuwa na mfano mzuri sana, na lazima wote kwa pamoja tuunge mkono. Na ni mchakato mwingine ambao hauna mvutano, sio confrontational baina ya asasi za kiraia na serikali, na ndio maana michakato kama hiyo wakati mwingine tumekuwa tukishirikiana na serikali. Kwa hiyo tumeona kabisa kwamba mchakato huu umegusa hasa mapendekezo mengi huwa yanalenga haya makundi ambayo yamekuwa pembezoni, kama watoto. Sehemu kubwa mapendekezo yanahusu watoto, watu wenye ulemavu, yote yameguswa, na serikali kwa sehemu yake imejaribu kutekeleza baadhi na mengine bado hajatekelezwa, na tunaamini mapendekezo pia ya maeneo hayo yataendelea kujitokeza.